Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Mwezi Julai mwaka 2025, yaani mwaka jana, kituo hiki kilitoa taarifa ya wakulima wa kijiji cha Mwaukwaya kilichopo kata ya Banemi, halmashauri ya Bariadi mkoani Simiyu, kuibiwa pamba yao baada ya mizani ya kidigitali kuchezewa. Katika wizi huo, kila furushi la kilo 100 ziliibiwa kilo 20, na sasa hivi wahusika wameanza kubainika, wakiwemo wataalamu wa nyumba moja ya kulala wageni iliyopo wilayani Maswa mkoani Simiyu. Mwanzo walizipima wao wenyewe mpaka wakaleta kwenye mkozi zetu ili kusudi tununue pamba, lakini baadaye walikuja na mfumo wa kusema kwamba hizi mizani zimechakachuliwa. Sasa hatukugundua kwamba ni nani aliyechakachua, kwa sababu zimetoka kule kwa wataalamu, lakini bado wale wataalamu wanarudi tena kutuambia kwamba zile mizani zimechakuliwa zirudi mara moja. Tunataka serikali isimamie hili kati, kwa sababu wanaoumia sana ni wakulima kwenye hiyo mizani. Tunaomba hiyo mizani bora irudi ile ya zamani kuliko ya digitali. Watumishi wengi kwa sababu ya kutokuwa na semina na mafundisho wanakuwa pia sio waaminifu. Kabla ya msimu kuanza, pangekuwa panapita semina hata angalau ya siku mbili tatu hivi, wakulima waelezwe kwamba mzani huu unapaswa ukute huko kwenye hali hii, na inapotokea mzani umeharibiwa lazima awepo mharibi anayeharibu. Tuendelee na kurasa. Wafanyabiashara katika eneo la Mwenge wameamua kushirikiana na serikali ya mtaa ili kusafisha mtaro wa maji taka ambao umekuwa kero kubwa kwao na wateja wao. Wakizungumza na Kurasa, wafanyabiashara hao wamesema mtaro huo umekuwa ukitoa harufu mbaya, ukileta mbu na kufurika maji taka, jambo linalorudisha nyuma biashara katika eneo hilo. Sasa tunayepata kwenye huu mtaro ni changamoto ya haya maji. Cha kwanza, haya maji hayajulikani yanakotoka ni wapi, ila tungeomba tufanye utafiti wa kujua maji yanakotokea, waweze kuyadhibiti ili sisi tuweze kuifanya biashara yetu kwa usalama. Kwa kweli huu mtaro tunapata shida sana, kwa sababu huu mtaro haukauki maji. Mvua inyeshe isinyeshe, maji yanatoka. Isitoshe hata kibiashara sasa hivi tumeshuka sana. Mtu hawezi kuja, maji yanatoka hivi mtaroni. Mtaro ni muhimu sana, kwani mvua zikinyesha ukiziba, maji yanaingia kwenye mafremu ya watu. Hivyo tukawashawishi wadau, lakini pia wenye mafremu hapa na wenye nyumba hapa wakatupa ushirikiano, wakatoa pesa, tukatafuta vijana. Leo hii kazi imefanyika, mkiangalia hata wenyewe mtaona kazi imefanyika kwa ukubwa sana. Mpaka sasa hivi mtaro tunazopigania sasa hivi ni kuondoa ile maji yanotilika muda wote. Kumekuwa na changamoto mtaro huu kuwa na maji muda wote, haijalishi mvua inanyesha, mvua hainyeshi, kunakuwa na maji. Kwa mpaka sasa tuko katika mikakati kujua haya maji chanzo chake ni nini, japokuwa tunashirikiana na DAWASA kwa ajili ya kuhakikisha hakuna ndugu zetu hao maji taka ni maji ya vioni wameunganisha na wao, wakatuambia hebu safisheni kwanza na sisi tuje kama timu tuangalie vipi, kuna shida gani, kwa nini muda wote maji yanakuwa yanatoka kwenye mtaro. Tumalizie Kurasa kwa hili. Licha ya mkoa wa Njombe kufanya vizuri katika mtihani wa darasa la 7, kidato cha pili na kidato cha 4 kitaifa, imeelezwa kuwa mafanikio hayo huanzia na usimamizi katika ngazi za vijiji na kata kwa kujifanyia tathmini wenyewe. Katika kata ya Utalingolo iliyopo halmashauri ya mji wa Njombe, ambayo inaonekana kufanya vizuri kwa shule zake kimkoa, wamefanya tathmini na kujadiliana nini kifanyike ili wapige hatua kubwa zaidi. Kumbe sasa maisha ya kisiasa, maisha ni siasa. Viongozi wa siasa mpo hapa, tunaomba tuwe na mfumo mzuri wa ufuatiliaji na uwajibikaji wa malezi ya mtoto na saikolojia ya mafanikio kwa mtoto kuanzia ngazi ya familia. Yaani tunahangaika na madarasa ya mitihani. Hii foundation, ile misingi ile, hao watoto watuandae kwenye ile misingi. Kwa hiyo nadhani ikiwezekana walimu turudi tuweke msingi tu, tujaribu kuweka msingi tu labda darasa la 6. Walimu wanaofundisha darasa la 6 wafundishe kama ni darasa la mitihani. Ile kusaidiana kama viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa dini kusaidia hawa wazazi ili watoto hawa wanaokuwa nao waende kwenye njia iliyo. Unajua tunachotaka maanake kwa mtoto ni kumpa mang'amuzi ya kimaisha. Kwa hiyo anapopata ile elimu, maanake maisha yake ataendesha kulingana na elimu aliyoipata.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi sana yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles, nikikutakia wakati mwema kabisa. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.